ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Tumeelezea tasbih, kumsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na baadhi ya faida zake tulizozipata na zinginezo nyingi ambazo kwamba tukuzitaja. Mlango wa tasbih unatupeleka katika mlango mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Mu'minun akisema fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Na akisema wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar, ikitupa malmah kwamba kuna kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asubuhi na jioni. Sasa tutaelezea fadla ya dhikri za asubuhi na jioni, kumtaja Mwenyezi Mungu wakati jua linapochomoza na kumtaja Mwenyezi Mungu jua linapozama. Na hizi ni nyakati mbili muhimu sana kwa Muislamu. Fanya bidii sana. Kama wewe time zote utakuwa mashughuli, utakuwa nini, lakini angalau pale baada al-fajri uwe utamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na baada al-maghrib uwe utamtaja. Yani uanze siku yako na baraka na umalize siku yako na baraka. Uanze siku yako na kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu, uanze usiku wako na kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu. Yani funguo za siku yako na funguo mchana wako na usiku wako iwe ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utaona hifadhi utakayopata na baraka utakayopata. Kuna adhkari nyingi zimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa haziwachi kila asubuhi na kila jioni. Baada ya kusali alfajiri, Mtume akikaa msikitini, hadithi zilokuja nyingi, akikaa msikitini mpaka jua likichomoza. Baada al-maghrib alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapendi kutoka msikitini mpaka isha. Ni time za kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zimepokea hadithi nyingi na ulama wakajitahidi kuchukua baadhi, kwa sababu ni nyingi sana, kuchukua baadhi ya zile yani tunazozihitaji zaidi na muhimu zaidi, wakaziweka mahali pamoja. Akakupa hii ni bana adhkaru sabahi wal masa, shika hiki adhkaru sabahi wal masa zilizopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna vijitabu vidogo utaviona adhkaru sabahi wal masa, utaona vingine vidogo amalul yawmi wal layla, utaona hisnul muslim. Zote hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakusanya zile adhkar, na zingine huwa hata hazitaji ile faida ile dhikri, hukuandikia tu sema bismillahil ladhi la yadhuru mara tatu, sema hivi. Yani wewe asubuhi uwe na uwepesi, ushike usome mara moja, kuliko aachiwe kila mmoja aende kwenye Sahih Bukhari ashike atafute bismillahil ladhi la yadhuru, afunge aende tafute Sahih Muslim atafute a'udhu bikalimati, akakusanyia ikawa uwepesi kwako. Na katika kitabu kidogo kizuri ni Al-Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif hiki kimekusanya adhkari ambazo kwamba zimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sasa tutataja baadhi ya adhkari zilizopokewa kwa Mtume alizozichagua mwenye Al-Wirdul Latif, nani al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad. Al-Imam al-Haddad maarufu, Imam Haddad alichukua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akachagua baadhi ya adhkari za asubuhi na jioni akaziweka kwenye Al-Wirdul Latif, akaita hivyo, yani uradi mwepesi, uradi mdogo. Ndio maana ya uradi. Maana uradi ni kudumu kufanya kitu kila siku. Yani mfano wewe kila siku lazima usome page moja ya Qur'ani, huo ni uradi wako wa Qur'ani. Kila siku lazima uswali qiyamul layl raka 2, huo ni uradi wako wa qiyamul layl. Kila siku lazima useme astaghfirullah 100, huo ni uradi wako wa istighfar. Hasa na uwe na uradi wa asubuhi na jioni. Ndio maana ya uradi, yani kudumu na kitu kifanya. Al-Wirdul Latif, uradi huu ambao kwamba huenda kasikia mtu akisema uradi wa Imam Haddad, lakini kwa hakika hakuna chake pale, ni hadithi za Mtume peke yake sallallahu alaihi wasallam. Kama tukisema Riyadhus Salihin ya Imam Nawawi, lakini hakuna kitu chake pale, ni hadithi za Mtume. Tukisema al-adhkar hii hapa ni Imam Nawawi, hakuna kitu chake hapa, ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikusanya mahali pamoja, ndio Al-Wirdul Latif. Katika hadithi adhkar alizochagua Imam Haddad katika Al-Wirdul Latif ni kusema qul huwallahu ahad, sura qul huwallahu ahad mara 3, na qul a'udhu birabbil falaq mara 3, na qul a'udhu birabbin nas mara 3. Na hii ni hadithi ambayo kwamba imepokewa na Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhusia sahaba wake akamwambia, sema qul huwallahu ahad na qul huwallahu mara 3 hina tumsi wa hina tusbih 3 marati takfika min kulli shay. Ukisema qul huwallahu, yani sura nzima, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maana wengine ukiambia sema qul huwallahu atasema qul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu, na imepatikana hii kidogo kufurahisha. Jamaa aliambiwa
soma ayatul kursi ukiingia dukani kwako mara 7 utahifadhika. Akaishika kwa imani mashallah, kawa yosoma. Mara siku katika masiku maduka ya jirani pale yakavamiwa. Lakini alikuvamiwa, ikaenea habari kutoka kwa wale majambazi kwamba walipoenda kwenye duka lake waliona viti vimejaa tele kwenye dukani mwake, hata hakuwezi kuingilika. Jamaa akafuatwa, shekhe akamfuata, anambia alikuwa ukisoma nini kwani ukiingia dukani kwako? Akisema alikuwa nikisema ayatul kursi 7, lakini vile alikuwa na imani na Mwenyezi Mungu akamhifadhia pia duka lake. Lakini kwa hakika alikuwa asome vipi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mpaka mwisho. Na hii pia nao ni qul huwallahu ahad Allahu samad mpaka mwisho, na qul a'udhu birabbil falaq, na qul a'udhu birabbin nas mara 3. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema takfika min kulli shay, itakutosheleza na kila kitu. Katika adhkari zingine alizochagua al-Imam al-Haddad katika al-Wirdul Latif ni kusema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq mara 3. A'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq useme mara 3. Na hii ni jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ma laqitu min aqrabin ladaghatni albariha, rasulullah nimeumwa na inge kitumbo, yani scorpion jana usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ama law qulta hina amsayta, lau ingekuwa umesema wakati unapoingilia na jioni, yani pale magharibi, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, lau ungesema hii lam tadhurrak, asingekuuma hiyo. Ni yani ni kinga hii, akaiweka pia naye akaichagua akaiweka al-Imam al-Haddad katika nyiradi. Kila siku mtu aseme angalau uwe na kinga vinavyoonekana na visioonekana. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alisema, na hadithi iliyotangulia a'udhu bikalimati llahi tammati imepokewa na al-Imam Muslim. Mtume akasema pia ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawmin wa masai kulli layla, fi sabahi kulli yawmin wa masai kulli layla bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marratin illa lam yadurruhu shay'un. Hakuna mtu atasema bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim mara 3 asubuhi na jioni, hadhuriki na lolote. Huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema jambo ni wama yantiqu anil hawa, latoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni hakika, ni wewe na imani yako. Sasa ukisema kwa imani hupatikani, na utaona uko mbele kuna dhikri moja tutafikia hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema, hadithi hii tulitaja bismillahil ladhi imepokewa na Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi, na kuna namba za hadithi lakini itakuwa ni marefu. Hii pia nayo Imam Haddad amechagua katika al-Wirdul Latif yake akaiweka pia. Wenye kusoma wajua, yani huwa zafuatana usoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man qala hina yumsi raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kana haqqan ala Allah an yurdiyahu. Mwenye kusema raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan, imekuwa ni haki kwa Mwenyezi Mungu amridhishe. An yurdiyahu, sio an yarda anhu, sio Mwenyezi Mungu amridhie, yani Mungu yuko radhi naye, Mungu akuridhishe wewe. Yani wewe asubuhi watoka nyumbani na una hakika kwamba Mungu ataka kuniridhisha, bila shaka atakufanya mambo yako mazuri. Hii mnayo pia ikaekwa katika uradi kama huu, na ni hadithun hasan amesema Tirmidhi, hadithun hasan. Akachagua pia katika uradi wake kuweka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka jamia khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Akaeka hii utaisema mara 4. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man qala hina yusbihu wa yumsi, mwenye kusema wakati anapoingilia na asubuhi ama jioni, hii ni dua, ataqallahu rubahu minan nar. Ukisema mara moja Mwenyezi Mungu atakuacha robo yako kutokana na moto. Ukisema mara 2 Mungu ataacha nusu yako kutokana na moto. Mara 3 thuluthi 3 robo 3 kutokana na moto. Ukisema mara 4 Mwenyezi Mungu atakuacha wewe kamili kutokana na nini? Na moto. Kwa hivyo ndio maana akaiweka ni mara 4 katika uradi wake, useme hini mara 4. Akachagua pia dua nyingine ambayo kwamba Mtume amesema man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal shukru ala dhalik
asema man qala hina yusbih, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakayesema hivi wa man qala mithla dhalika hina yumsi faqad adda shukra lailatihi, ametekeleza kushukuru ule usiku wake, na ametekeleza kushukuru pia ule faqad adda shukra yawmihi, pia ametekeleza kushukuru. Sisi tuna neema nyingi tunaishi katika siku yetu na usiku wetu. Mwenyezi Mungu kutuhifadhi, kutupa neema ya Uislamu, kutupa afya, na kila mmoja ana neema tofautiana na mwenzake. Utamshukuru vipi Mwenyezi Mungu? Haki ya kumshukuru Mtume ashakwambia soma hii, na hii ameichagua Imam Haddad akaiweka katika uradi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema man qala hina yusbihu fa subhanallah hina tumsuna hina tusbihuna wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhiruna yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy wa yuhyi al arda ba'da mawtiha wa kadhalika tukhrajun adraka ma fatahu fi yawmihi dhalika wa man qalahunna hina yumsi adraka ma fatahu fi laylatihi. Imepokewa na Imam Abu Daud na Imam Bukhari amesema ni dhaif. Utadiriki ukisema hii dua, ama ni aya hizi, ni aya za Qur'an, fa subhanallah hina tumsuna, mwisho wa suratul mu'minun. Ukisema hizi utadiriki ulichokikosa katika ile siku. Mfano kuna mema kuyafanya, kuna dhambi kuomba msamaha, utazidiriki zote na kila ambalo kwamba ulikuwa unahitaji. Na hii pia imewekwa katika uradi al-wirdul latif. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuja Abu Umama. Mtume alimwendea Abu Umama, akamwona amekaa msikitini ana huzuni, hana raha. Akamwambia Abu Umama, ma li araka jalisan fi masjid fi ghairi waqti salat, umekaa msikitini wakati ambapo kwamba si wa swala, tena una huzuni sana, unani? Abu Umama akamwambia Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunu ya Rasulullah, ni hamu zimeniingia na madeni mingi ya Rasulullah. Akamwambia ala uallimuka kalaman idha qultahu adhhaba Allahu hammaka wa qada anka daynak, kwani sikufundishi wewe maneno ambayo kwamba ukiyasema Mwenyezi Mungu atakuondolea hamu yako na atakukidhia deni lako? Wasia huu anampa sahaba Abu Umama. Akamwambia bala ya Rasulullah. Akamwambia qul idha asbahta wa idha amsayta Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Sema haya maneno, sema hii dua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuondolea deni lako na atakuondolea hamu yako, atakukidhia deni lako na atakuondolea hamu yako. Na hii nayo pia ni dua katika dua zilizochaguliwa katika uradi al-wirdul latif. Qala tena Abu Umama endelea sema fa'altu, nikasema fa'adhhaba Allahu ta'ala hammi wa qada anni dayni, Mwenyezi Mungu akafanya vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema. Vipi asifanye hivyo na ni Mtume ndo alisema? Ni dua zimejaribiwa tangu wakati wa maswahaba na mpaka sasa. Kuna watu walioshikamana na nyiradi wasema sisi twahifadhika kwa njia za ajabu, twakidhiwa mambo yetu kwa njia za ajabu. Shikamana na hizi nyiradi zatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika dua pia aliyochagua al-Imam al-Haddad katika al-Wirdul Latif ni kusema a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim mara 3, kisha useme law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin, mwisho wa suratul Hashr mpaka mwisho. law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وسمع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مرة 3, kisha usome hizi aya mwisho wa suratul Hashr. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wakkala Allahu bihi 70,000 malakin, Mwenyezi Mungu atamwakilishia mwenye kusema hivi asubuhi na jioni malaika 70,000 yusalluna alayhi hatta yumsi, wamuombea msamaha mpaka ingie na jioni. Wa imata fi dhalika al-yawm mata shahida, na akifa katika hiyo siku aliyosema hii dua na a'udhu billahi samil alim na hizi aya atakufa ile hali ya shahidi. Wa man qala hina yumsi kana bitilka al-manzila, pia itakuwa ni hivyo mpaka asubuhi. Hadithi imetajwa na Ibn Sunni katika kitabu chake kikubwa Amalul Yawmi wal Layla. Angalia faida kubwa kama hizi. Al-Imam al-Haddad akaona pia na hii aichukue iweke katika al-Wirdu al-Latif.
na bado kuna zingine ambazo kwamba na faida zake pia zimetajwa na al-Imam an-Nawawi katika al-Adhkar. Tutaendeleza katika kipindi kinachofuata. Assalamu alaykum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub.